Rory ni mchapakazi sana. Sio mtu wa kusubiria mwanamke afanye kila kitu. Alifua, akamaliza, akaja kufanya usafi ndani. Nilimwambia nimsaidie walau kuosha vyombo, lakini wala hakujali wala hakutaka. Akaniambia, "No, please baby, unaumwa. We pumzika. Mimi nitafanya kila kitu." Hapo ndipo aliponiacha hoi. Na ndipo nikazidi kupenda. Rory. Ni bonge moja la boy ambaye sijui nisemaje. Basi baada ya kumaliza kufanya usafi, alioga. Then akaja kupumzika na mimi pale kitandani. Ndipo aliniuliza. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 9 baada ya Rory kumaliza kazi zote za nyumbani na kukaa na Brightness kitandani. Sasa je, ni kitu gani alikuwa anamuuliza? Hii ni sehemu ya mwisho ya simulizi yetu ya penzi la yatima. Ni simulizi iliyojaa visa na mikasa anuhai. Sasa kama ni uhondo, hapa ndo mahali pake. Tusonge pamoja katika mwendelezo huu wa sehemu hii ya 10 ambayo ndiyo sehemu ya mwisho. Basi Rory aliniuliza juu ya issue ya kutafuta passport. Usikuta nataka tuondoke na mimi kwenda UK. Nilimwambia nikipona nitaenda kufuatilia. Aliniambia nijitahidi sana, maana nataka kabla ya kurudi UK anipeleke sehemu nzuri nikafurahi naye. Na akaniambia kabla hajaondoka kuna kitu anataka kunifanyia, ila ni surprise. Unajua surprise more than promise. Basi Rory, sijui nisemaje. Nilibaki na cheka tu, yani kama zuzu. Siku hiyo ni hatari. Basi Rory aliwapigia simu familia yake, wakaongea naye. Akawaambia amepata mwanamke Mwafrika. Familia yake walitaka kuniona. Rory alinitambulisha vizuri kwao. Basi niliongea nao wazazi wake pamoja na mdogo wake wa kiume. Kwao wako wawili tu, yani Rory ndo mkubwa katika familia yake. Basi hawakuwa na shida, walinichangamkia vizuri, tena vizuri sana. Nilihisi huenda watanibagua kwa sababu mimi ni Mwafrika, lakini hata kidogo. Hata sikuona dalili zozote zile za kubaguliwa. Sana sana walitamani tu kuniona live. Wow, she's cute. Mnaendana sana. Nyinyi mtakuwa na familia nzuri sana. Yaani mkizaa watoto watakuwa wazuri kama nyie. Yaani ni chocolate flavor. Angalieni nyuso zao walivyo na furaha. Yaani mnaendana mpaka raha. Mama mkwe jamani, anaongea huyo. Yaani nakwambia kama huko kwetu tungesema kama ashachoni. Yaani alikuwa anatusifia vibaya mno. Yaani aliondoa watu wote kwenye skrini, akabakia yeye peke yake. Hakika nilifurahi sana. Nilifurahi. Yaani sijui nielezeje, ila kikubwa nilifurahi sana kuijua familia ya Rory. Na nilipenda sana kuwa karibu nao kwa sababu ni wakarimu sana. Basi Rory aliniambia pole mama. Pole sana. Nitakupeleka ukaione familia yangu. Tayari wameshakukubali. Wow. Nitafurahi kuwaona ati. Hakika Rory alinichanganya. Nilijikuta tu kila kukicha ninazidi kumpenda kijana wa watu. Tena nilimpenda kuliko ni jana yake. Jamani, mapenzi matamu. Baada ya kuongea na familia ya Rory, tuliendelea kupiga story 2-3, mimi na mpenzi wangu Rory. Basi Rory aliniuliza, "Vipi? Unajua kuendesha gari?" Jamani, hapana.
hata sijawahi kumiliki gari kwenye maisha yangu. Real? Nikamwambia yes of course baby. Usijali, nitakununulia mpenzi. Ronray, are you serious? Akasema yes, why not baby? Gari gani unapenda? Hakika nilihisi kama kuchanganyikiwa, yaani sijui unanielewa. Jamani, nikamwambia Crown. Nililopoka tu. Ndipo akaniuliza kama TZ tutaipata aina ya gari ambayo nilihitaja. Basi nikamwambia ngoja tucheki kwa wauzaji wa online. Zoezi la kutafuta gari lilianza. Jamani, unajua mimi nilikuwa kama zuzu. Sijui nieleze namna gani furaha ambayo nilikuwa nayo. Mimi jamani, Rory aliniweza kiasi kwamba nilishindwa kuelewa. Nilifurahi kuliko kawaida. Yaani nilifurahi si kidogo. Nilikuwa na imagine nikiwa kwenye gari langu, eti najiendesha mwenyewe kwenda chuoni. Huko chuoni watanionaje? Yaani nilianza kumsahau kabisa Emedi. Nikafungua ukurasa mpya wa maisha. Ronray, hapana. Ronray mimi aliniweza. Basi kuna muuza magari mmoja hivi, ni maarufu sana ndani ya jiji la Dar es Salaam. Basi nilichukua namba yake katika mtandao wa Instagram, tukamcheki. Gari tulilolihitaji hakuwa nalo, ila alisema kama tukikubaliana ataliagiza ndani ya siku 40 tu litafika nchini. Basi Ronray alikubali. Alimpa advance ya pesa alizokuwa anahitaji. Basi makubaliano yalikuwa ikishafika tu tutamaliza pesa iliyobaki. Inatakiwa uanze kujifunza how to drive your car, right? Nikamwambia yes baby. Jamani, basi nilitafutiwa mwalimu wa kunifundisha kudrive, yani private. Sikuweza kwenda VETA kwa sababu ya muda mwingi na kuwa chuoni. Nisingepata muda wa kuwa nahudhuria vipindi driving course. Basi nilianza pia kufuatilia pasipoti. Hii ndo issue Ronray aliipa kipaumbele kuliko issue zingine zote. Basi namshukuru Mungu, ndani ya 3 weeks nilifanikiwa kupata passport. Huko chuoni, nilikuwa naenda kwa mbinde sana. Yaani kwa wiki nilikuwa nahudhuria tu chuo mara 1 au mara 2, au wiki nzima siendi kabisa. But nilikuwa najitahidi sana kufuatilia kwa wenzangu walichokuwa wanakisoma. Nilikuwa napitia ili kwenye mitihani nisitie aibu. Basi baada ya kupata passport, Rory aliniuliza nchi gani ambayo natamani kwenda kutembea. Wow, so amazing. Basi kusema kweli nilikuwa natamani sana kwenda Dubai. Yaani ni hatari. Unajua ni kwa nini? Nilikuwa natamani na mimi nifike kule jangwani, ambapo watu wakienda wanafungua vile vitambaa kichwani, wanaendesha yale mapikipiki makubwa katika jangwa. Yaani nilikuwa naona hadi wasanii wakienda Dubai wanaenda huko. Basi na mimi nilikuwa nasema one day yes. Nikatamani sana siku Mungu akinijalia nifike huko. Nilimueleza mpenzi wangu Rory. Rory hakuwa anaiana hata kidogo. Alikubali kunipeleka Dubai. Basi kabla hatujaondoka, nilikwenda kumchukua Happy shuleni. Nikamleta amuone Rory. Rory alikuwa anapitiliza kwenda nchini kwao. Niliona sio vizuri kuondoka bila kumuona mdogo wangu. Basi nilimkutanisha Happy na Rory. Kabla ya kuwakutanisha, nilimuelezea vizuri Happy. Tena nilimueleza kila kitu kilichotokea kati yangu mimi na Hemedi. Maana Happy alikuwa anamjua Hemedi. Basi Happy alisikitika sana, lakini akaniambia, tumekuwa kwa shida sana dada. Hatuwezi kuendelea kuishi maisha ya shida. Kama Hemedi amethubutu kukupiga kabla hajakuweka ndani,
basi hiyo ni dalili ya kuwa kwake hakutokuwa na amani yoyote ile. Muda bado. Muda bado upo wa wewe kumchagua mwanaume sahihi ambaye ataelewa hali halisi ya kule tulikotoka. Akupende kama ulivyo na si kukupiga, maana dada yangu wewe ni mzuri. Kama Ronray ndio mtu anayekupa amani na furaha, basi huyo ndo shemeji yangu na mimi. Happy aliniambia hayo maneno. Nilijisikia amani sana ndani ya moyo wangu. Na kisha alinitakia kila la heri kwenye safari yangu ya mahusiano na Ronray. Basi tulimwachia nyumba kwa sababu nilipomchukua shule na kumleta pale aliponipangishia Ronray, Happy alipapenda sana. Aliniomba nimwache kwanza aweze kufurahia maisha kwenye ule mjengo, then weekend ikiisha atarudi shuleni. Basi tuliagana na Happy. Sisi tukaondoka zetu hao kuelekea Dubai. Ndani ya moyo wewe, sijui nisemaje. Kumbuka hapo nyuma Ronray aliniambia kuna surprise ataenda kunifanyia kabla ya kurudi kwao. Hiyo surprise ndio inaenda kufanyika huko Dubai. Basi Dubai tulifikia katika hoteli ya Grand Hyatt. Kama uijui, hoteli ni bonge moja la hoteli kubwa. Yaani ni very expensive hoteli. Ronray aliniambia, mimi ni mwanaume wako wa kwanza Brightness, na kuahidi nitafanya kila kitu kukufanya ufurahie maisha yako yote. Nilizidi kujithibitishia kuwa uamuzi nilioufanya kumchagua Ronray si uamuzi mbaya. Nami nilimwahidi nitazidi kuwa mwanamke bora kwake na hatojutia kunipenda. Basi usiku wa kwanza Dubai, mpenzi wangu aliniomba kurudia tendo. Nilijiuliza tu hayatokuja kutokea kama yale, maana yeye ndo alikuwa mwanaume wangu wa kwanza. Akaniambia hapana, haitajurudia, utapata tu amani. Basi nitafanyeje? Nilikuwa tayari nishaingia kwenye penzi na kijana Ronray. Sikuwa na budi kumpatia kile alichokuwa anahitaji mpenzi wangu, kipenzi cha roho yangu. Nilimruhusu afanye chochote kile anachokitaka, tena vile apendavyo. Nilikuwa tayari kwa chochote kile, yani kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Mimi ni wake, mimi ni chaguo lake. Alifurahi sana Ronray, akanikisi, nikamkisi. Basi mambo yaliendelea. Mambo ya kikubwa yaliendelea. Wakati Ronray anaendelea, alikuwa na aibu fulani hivi machoni. Basi mimi nikawa zangu kimya, najililia tu na mambo mengine yanaendelea. Siku ile nilipata raha sana na nilifurahi sana kwa sababu nilikuwa na uhuru. Ronray alinipa uhuru mkubwa sana kwenye maisha yangu. Ronray ni mwanaume ambaye sitoweza kumsahau. Basi nilimwambia, baby, usiondoke. Nataka turudi wote Tanzania, tukaishi huko huko. Siwezi kuishi mbali na wewe. Ronray aliniambia visa yake imeisha, anatakiwa kurudi UK. But aliniahidi atakuwa anakuja mara kwa mara kuniona. Aliniambia amepanga kunivisha pete, yani pete ya uchumba. Then akirudi, kama nitakuwa tayari kufunga ndoa, basi tutafunga ndoa. Oh my God, it is real. Akasema yes, why not? Pete ndio surprise yenyewe ambayo niliipanga kukufanyia kabla ya kurudi. Basi siku iliyofuata Ronray alinipeleka sehemu, wakachongesha pete, nikapimwa kidole kwa ajili ya kutengenezewa kipete fulani hivi amazing. Baada ya hapo tulikwenda kutafuta nguo kwa ajili ya engagement yetu. Tulifanya shopping kwenye maduka ya Dubai Mall. The shopping was so good. Siku iliyofuata tulitafuta sehemu ya kufanyia event yetu. By the way,
Event ilifanyika pale pale hotelini. Hatukuwa na ndugu wa upande wowote ule katika event yetu. Rory aliwaomba baadhi ya wageni waliokuwepo hotelini pale wajumuike nasi katika event hiyo. Tunamshukuru Mungu, wengi walitukubalia. Zoezi la pete lilichukua muda mfupi kama dakika 30 tu, lakini ilikuwa event fulani hivi iliyopendwa na watu wengi waliokuwepo pale. Baada ya kuvishwa pete, tulifanya photoshooting, mapicha kama yote, location fulani hivi mbalimbali. Nikiziposti, mbona litakufaji tu, yani si mwingine unamjua huyo. Tayari nishakuwa mchumba wa Ronnie. Hakika nilifurahi sana. Familia yake walitupongeza na walitamani sana tufunge ndoa. Kilichofuata baada ya hapo ni kutembelea sehemu mbalimbali za vivutio ndani ya nchi ya Dubai, ikiwemo sehemu mbalimbali kubwa, yani kule jangwani nilikokuwa na kutamani sana. Hakika nilifurahia, tena nilifurahia sana. Hizo wiki mbili hakika nilizitendea haki Dubai. Basi baada ya wiki mbili kuisha, Rory alitakiwa kurudi kwao UK. Kisha na mimi nilitakiwa kurudi zangu Tanzania. Ilikuwa ni huzuni sana siku tuliyoagana. Mimi narudi Tanzania, yeye anaenda UK. Kila mmoja alimlilia mwenzie. Hata hivyo Rory aliniahidi hatochelewa kuja kunichukua. Basi nilirudi Tanzania nikiwa na huzuni nyingi, lakini ndio hivyo, maisha lazima yaendelee. Nilituliza akili zangu, nikarudi chuoni. Kipindi hiko ndo nilikuwa mwaka wa 3 chuoni. Katika stage ya degree, nilikuwa naendelea na masomo yangu huku naendelea na driving course. Kwenye kudrive hata sikuchelewa kujua, ndani ya wiki mbili niliweza kuendesha. Basi yeye vile vioga vya kutetemeka, kushikashika usukani, ndo vitu mwalimu alibaki tu kushughulikia na kunifundisha kuhusu alama za barabarani. That time maisha yangu yalikuwa mazuri. Yani yalikuwa mazuri. Rory alikuwa anasimamia kila kitu na alikuwa ananilipia kila kitu. Basi bwana, maisha yalizidi kusonga mbele. Mwezi ukapita. Mwezi ulivyopita nilishtuka baada ya kutokuona sijaingia period. Nilichanganyikiwa sana. Kabla ya kwenda kupima, nikamshirikisha Rory, nikamwambia, mimi sijaona siku zangu. Aliniambia nipime, then nimpe majibu. Nilikwenda hospitali, nikafanya kipimo cha mimba. Majibu yakatoka, nina mimba. Nilikuwa nawaza. Basi nilimpigia simu Rory, nikampa majibu. Akayapokea kwa mikono yote miwili. Sikuamini. Aliniambia nisiwe na mashaka, yeye yuko tayari kuwa baba na atatutekea mimi na mtoto. Wala sikuwahi kutarajia kama nitazaa bila ndoa, lakini ndio ishatokea. Hakuna namna. Na jambo zuri zaidi, mhusika alilipokea. Tena alilipokea swala hili vizuri. Sikuwa na hofu sana. Niliendelea na masomo huku tumboni nikiwa na ujauzito. Rory aliendelea kutujali. Alikuwa anafanya mawasiliano na mimi mara kwa mara na alihakikisha sipati shida yoyote ile. Mwezi uliofuatia nilitaarifiwa gari tulizokuwa tumeziagiza tayari zimeshafika. Tuliambiwa siku 40, ila ilichukua siku takriban 90. Nilimtaarifu Rory, akaniwekea pesa ili niende nikamalizie malipo niweze kuchukua gari yangu. Basi nilifanya hivyo. Baada ya kulipia, nililetewa gari mpaka nyumbani. Nilifanywa service zote kuhakikisha iko sawa. Nilifurahi sana. Nilimshukuru sana Rory. Kuna watu wanajua kupenda. Aliniahidi ya kwamba siku sio nyingi atakuja kuniona. Kweli, baada ya miezi kadhaa, Rory alirudi Tanzania. Alikuta ujauzito umeshakuwa mkubwa. Ilikuwa yapata miezi 7, na kipindi hicho nilikuwa likizo. Tulikuwa tumefunga chuoni. Rory aliniambia inabidi tuondoke wote kwenda UK.
alidai anataka mtoto wake akazaliwe huko na siyo Afrika. Alisema mtoto akizaliwa huku itakuwa ngumu kupata uraia wa kwao. Ilibidi tuanze kuhangaika visa. Haikuwa rahisi, but mwisho wa siku nilifanikiwa kupata visa ya UK. Wakati huo mdogo wangu alikuwa ameshamaliza mtihani wake wa form 4, anasubiria matokeo. Basi haikuwa rahisi kwangu kuondoka Tanzania na kumwacha mdogo wangu peke yake. Nililia, niliumia mno, lakini ndio hivyo, ilikuwa ni lazima kumpeleka mtoto aende akazaliwe nchini kwa baba yake. Nilianza maisha mapya UK nikiwa na tumbo la miezi 8. Nilikuwa mpweke sana. Nilikuwa nikimfikiria mdogo wangu. Ndo kabisa na kuwa mtu wa kulia kila siku. Basi Ronley aliahidi atamleta Happy. Yaani atamleta Happy UK ili kuweza kuishi kwa pamoja. Niliteseka, mwishowe nikazoea. Tulilea ujauzito mpaka ukafika miezi 9. Nilifanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Baada ya kujifungua, nilikaa miezi 6 tukafunga ndoa na Ronley. Now he is my husband and I am his wife. Tunapendana sana sana. Baada ya ndoa tulirudi Tanzania. Tukawa tunashughulikia mpango wa kumtoa Happy Tanzania ili tukaweze kuishi naye UK. Wakati nipo Tanzania, siku moja nilienda katika ofisi moja hivi kugongewa muhuri kwenye barua za kupeleka huko uhamiaji. Basi wakati nimefika huko nikakutana na bwana Emedi. Emedi alishtuka. Brightness, ni wewe? Nikamwambia ndiyo, ni mimi. Akaniuliza za siku nyingi? Nikamwambia ni njema, njema kabisa. Umepotea sana. Napiga sana namba yako, hupatikani. Nilifurahi. Namba yenyewe nilibadilisha kitambo. Emedi alianza kuleta pigo zake. Zao na kupenda na kuhitaji tuongee Brightness. Unajua bado wazazi wangu wananitaka nikuoe wewe. Na mimi najua wewe ndo mwanamke wangu, nisamee kwa kila kitu cha nyuma, tuanze upya. Aise, nilicheka sana. Nikamuuliza, kwani bado hamjafunga ndoa na yule mwanamke wako? Akaniambia wameshaachana, wanalea tu mtoto. Nilimpa pole, nikamuonyesha pete. Nikamwambia, mimi nishachukuliwa. Emedi alichanganyikiwa sana. Akaanza kuniambia, nimuache mwanaume wangu anioe yeye. Mgonjwa kweli huyu. Nilimwambia, amka, unaota wewe. Unaota. Sasa hivi wewe sio type yangu. You are not my type. Nilimwacha hapo. Nikaendelea na kilichonipeleka pale. Basi mdogo wangu Happy alifanikiwa kupata visa ya masomo nchini UK. Tulifurahi sana. Angalau nilijisikia amani kwenda kuishi na ndugu yangu pamoja UK. Hata yeye alifurahia sana tukio lile. Basi tuliuza baadhi ya vitu tulivyokuwa navyo Tanzania, ikiwemo gari alilonunulia Ronley. Niliuza, nikaja kununua ingine hapa Ulaya. Tuliuza na ile nyumba tulioachiwa na wazazi wetu. Tukanunua kiwanja sehemu nyingine ambapo tumepanga kujenga nyumba kubwa nzuri ambayo tutakuwa tunafikia tukija Tanzania. Hiyo ndo historia ya maisha yangu. Kwa sasa ninaishi hapa nchini UK. Mimi pamoja na mume wangu Ronley. Bado tuna mtoto mmoja. Nasubiria afike miaka 3 nirudi shuleni. Nimepanga kusoma kozi fupi hapa UK ili iwe rahisi kupata ajira. Mdogo wangu Happy, yeye kwa sasa anasoma katika chuo kimoja hapa nchini UK. Hapa ndipo tamati ya simulizi yetu. Simulizi yetu nzuri ya penzi la yatima. Penzi la yatima lililowatesa wanaume wawili, Emedi na Ronley. Emedi ndiye aliyekuwa mwanaume wa kwanza kuwa na mahusiano na Brightness, lakini kutokana na tamaa zake akampoteza Brightness akiwa bado bikra, na mwisho kabisa
Lonrey, kijana mzungu ambaye alikuja tu mara moja Tanzania, tena kikazi, anabahatika kuokota dodo. Anabahatika kumpata Brightness, mwanamke mzuri mwenye shepu yake maridhawa, mwenye dimpozi zake mwanana, nywele zake za singasinga. Hakika alibahatika, na mwishowe kabisa Lonrey anafunga ndoa na Brightness, na kisha wanabahatika kupata mtoto mmoja. Na hapo ndipo tamati ya simulizi yetu hii ya Penzi la Yatima. Ulikuwa nami Mr. A Romantiki katika simulizi hii ya kusisimua. Ndugu msikilizaji, usisahau kusubscribe chaneli yetu kama bado hujasubscribe, na kama umeshafanya hivyo, basi tunasubiria komenti, maoni yako. Unasemaje kuhusu simulizi hii? Umeionaje? Umejifunza nini kwenye simulizi hii ya Penzi la Yatima? Vigongo bado vinakuja, usijali, kuna simulizi inakuja, ni tamu baraa, utaiona muda si mrefu. Nikutakie siku njema na maisha mema. Asante na kwa heri. Bye bye.